Welcome to JCC, Jesus Celebration Center, Mountain of Worship. Located at Kilima Machakos, along Chumbi Machakos Kitui Road. Our online services are live on Facebook with Reverend Joseph Zola every Sunday at 9 a.m. You can also find our videos on YouTube at JCC Mountain of Worship. Welcome and God bless you.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. The name that is above every name. The name that is above every name. The name of Jesus. Blessed be your holy name. 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 Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Who went about doing good. We worship you this morning. We glorify your name this morning. We magnify your name this morning. We exalt your name this morning. We glorify your name this morning. Have your way in our life. Have your way in the life of the listener. Have your way in everyone who is listening and those who are present. Let your power move. Let your glory come down in the mighty name of Jesus. Touch those who are sick, my God. Deliver them this morning. When I was wafunguliwe siku ya leo, wanahitaji wokovu wapate. Bwana nena nasi kwa njia ya ufunuo. We are waiting on you, Lord. I'm in your presence. I am in your presence, and I pray in your presence you will do your will here. Thank you for your love. Thank you for those who have come to stream live. Thank you for those who are listening, the friends of Mountain of Worship. And the members reach them wherever they are. Let your glory today come down and minister to your people. Thank you for your anointing, and thank you for the flow of the Spirit. We thank you and bless your name. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Say amen. Amen. Yes, oh my God. You can have your seats. Waweza ukaketi. This is the day the Lord has made. Hii ndiyo siku Bwana ameitengeneza. Tutafurahia na tutasikia vizuri. Nimesikia tukisifu, nikahisi nguvu zake, nikahisi uwepo wake. Kama wewe ni mgonjwa uko hapa tayari uponyaji umeanza kupata. Walio nyumbani, I tell you, today is the day of your miracle. Believe it for you today. Because the Lord is with us. Tuko mwezi wa saba. Mwezi wa saba, namba ya ukamilisho. Tuna imani the Lord atatukamilisha. Hiyo muujiza wako ulikuwa umedelay, unakamilika katika mwezi huu. Katika jina la Yesu Kristo. Huu ni mwezi wetu na Mungu, na tutabarikiwa. Hallelujah. Amen. Over the last 2 Sundays, the Lord has been speaking to us. If you're taking notes, you can continue where you left. The Lord has been speaking to us about the powerful God. The powerful God. And last Sunday, the Lord talked to us about the powerful God. Hallelujah. Powerful God, and that He can save and keep. Say amen. Amen. Today, we're talking about the powerful God, the part 3, the creator of all. Amen. The creator of all. Mungu mwenye nguvu ambaye anaumba zote. Hallelujah. Amen. Nilisoma mahali na nikasoma historia na nikaangalia mambo, nikashangaa. Kweli kabisa, Mungu ni mwenye nguvu. Sema amen. Amen. Mungu ni mwenye nguvu. Ni vile tu watu waelewe. Mungu ni mwenye nguvu. Hallelujah. Amen. The contemplating about the universe. Yaani ukitafakari kuhusu universe, vile hapa juu mambo ilivyo, ndio niliangalia. With all of its complexity, na vile iko la ajabu, na vastness, vile iliyo kuu, it leaves little room for doubt that it was designed by an all-powerful God. Let me read the full statement.
completing the universe with all of its complexity and the vastness, leaves little room for doubt that it was designed by an all-powerful creator. Bwana siwe sana. Wachana na nchi. Hapa juu ndio kuna mambo. Hapa juu. Ukiangalia usiku, hapa juu ndio kuna mambo. Na hii dunia yote inapita mahali juu. Inapita mahali juu. Kwa hivyo mambo inahanga somewhere. Kwa hivyo ukifikiria mambo haya, unaanza kuelewa. Wapendwa, Bwana asifiwe. Aliyeumba hizi vitu ni lazima awe na nguvu sana. A powerful creator. And that's why it's a blessing for you to know Jesus. It's a blessing for you to know Yahweh, the Almighty God. It is a blessing. People don't understand. And I pray today that many of us will understand of it. Kwa sababu ni makuu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. I want to speak briefly about few things kuhusu hizo vitu iko hapo juu. Na nilisoma na nikisema sitaiwekea kabla tuingie kwa scripture. Hapa juu. Kwanza jua nilisoma ikanishangaza. The energy contained in the earth is absolutely nothing in comparison to the sun. Ile mambo inaendelea dunia, si unasikia upepo unapita tu. Mambo inatendeka hapa, kuna mambo inaendelea. It is nothing compared to the sun. Sikiliza about jua ni nini. We receive energy from the sun. Dunia inapata nguvu kutoka kwa jua. The sun is 866,000 times the diameter of the earth. Diameter ni vile dunia imeumbwa cross hivi. Tukienda Amerika tupitie katikati kuja kutokea huko. Unapita through. Sasa jua hiyo iko mara 1866. Hallelujah. And as more than 1,200,000 times the volume of the earth. Now the mass dunia yuyu in the yonde. In the yonde. Ni ulikaswani mara milioni 1.2 million. Ikinde katika swani yani a mass. Meaning jua ni kubwa sana. Sindio? Sun, S-U-N, is very, very big. Times the volume. The sun radiates. Kile natumanga huko. The sun radiates 330 trillion horsepower. Horsepower. Ile generator akatumba ile kitu inasukumanga unasikia hapo inaitangwa horsepower. Sasa jua inatoa hizo nguvu. Inatupa. Sikiti za kuja duniani zinaenda kila mahali. 330 trillion. Yani million, napika million, billion, napika billion. Trillion of energy. Of energy. And I said, the sun radiates 3 trillion horsepower of energy to the earth service daily. Sinatupwa hapa duniani. Hapa duniani. Sinatupwa hapa. Iso energy. 3 trillion horsepower. Sinatupwa hapa duniani. Na hiyo jua ambao dunia ama inch hii yetu ni 1.2 million volume inaingia katika jua mara hiyo. Na tunasema kwamba the earth surface is constantly being bombarded by the radiated energy from the sun. Every time jua nguvu ama energy ama miale ya jua inamulika nchi. Na zote tunaelewa tangu uzaliwe kunakuwa usiku na kunakuwa mchana. Si ndio? Sijana jua lilitua na leo limetokea. What we are talking of is that sometimes tunaona kama ni jua linaenda. Lakini wote ambao tunapitia shule. Jua kama iko kubwa hii inchi inaingia mara 1.2 million. Kwa hivyo jua hii inchi hii dunia yetu ndio inasunguka jua. Kuna nguvu zinafanya isunguke hiyo jua, inaienda round. Na vile inaenda round inaisungusha hivi. Inaenda round the sun
lakini ina tani yenyewe. Sasa kule kutani kwenyewe, kwa hiyo ndio kunakuwa asubuhi na jioni, inasunguka inaionyesha mgongo jua, inasunguka inaonyesha mbele jua, lakini ikienda hivyo still na move, ndio tunakuwa January to December, ili kukuja kufika December. That is awesome. Kile kinafanya hivyo ndio naongea kusiku leo. The powerful God. Hallelujah. Amen. The creator of all what you think, you see, you hear, or what you know. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. The sun radiates 1.5 horsepower of energy per square yard of the earth. Kila square yard, ka square hivi, ka yard, inatuma hapo nguvu 1.5 horsepower. Nguvu. Kwa hivyo wakati jua unaona inamulika pale, inamulika ka square na nguvu 1.5. 1.5 ni kama vile katuma tunasema kako na 2 horsepower, 3 horsepower. Sasa hii jua kakitu ka square tuseme kama hiki tu inamulika pale na 1 energy of a generator 1.5 horsepower. Ikiconcentrate pale. Yeah. Therefore, the sun radiates 1.5 horsepower of energy per square yard of the earth's surface. Kwa nini naongea mambo haya? Ili tutakapoingia katika scripture tuweze kuelewa what are we talking about? The powerful God. Usifikirie ni kazee kengine kana ketianga mahali kakiwa na kidebu kikubwa kana point vitu namna hiyo. Unajua is the almighty God, the creator of all things. Say amen. Amen. Therefore, that is 4,600,000 horsepower per square mile. When you count the whole Earth's surface, it equals 3 trillion horsepower of energy. The total energy the sun emits in a single second is greater than the whole amount of energy that human race has consumed throughout its entire history per second. Katika nguvu zote ambazo tuliwahi kujua ama tuliwahi kuziona, ile inatuma kwa dunia ni kubwa kuliko, yani per second ni kubwa kuliko nguvu zote ambao tunasijua sisi zote. Let me read nimalize. The earth intercepts at any given time about 2 billion of the energy being generated by the sun. That 2 million is the equivalent of 3 trillion horsepower. Hii inatuonyesha kwamba kuna nguvu za ajabu zinatoka kwa jua. Bwana asifiwe sana. Amen. And God, this powerful God, has concentrated the life of the earth from the sun. The sun carries anything that goes on in this earth. And that is, hiyo ni ajabu sana. Sikiliza hii. Wakati kulikuwa na shida duniani na wakatumiwa tu, kuna mahali panaitwa Hiroshima, kuna ngine kunaitwa Nagasaki, walitumiwa tu ka energy kadogo ka atom, ile atomic bomb ama nuclear kadogo tu, up to today hiyo effect inasikika. Now hii inatuma hiyo 3 trillion hapa duniani, lakini there is power, there is omnipotent God ambao ana manage hiyo power isikuje kuharibu, ikuje kulete life, ikuje kuhakikisha auchomwi ukapita kiasi, ikuje kusema kwamba matawi hizi greens unasiona. Unakumbuka the chlorophyll photosynthesis, hakuna green kama hakuna jua. Ukiweka hii miti kwa shade utaona hii green ina turn white ama yellow. So the sun and whatever goes on the leaf zinaungana zinatengeneza chlorophyll. This God of ours, the sun is the same of the devil. The sun converts about 4 million tons of its mass into energy every second. Kile kinatoka kwake inakiunda mara milioni 4. The sun is just one medium-sized, hapa ndio nataka upate. The sun is just one medium-sized star in our galaxy of some 100 billion other stars.
galaxy is a cluster of stars. Now, sun is one of the stars. Yes, in that galaxy, there are 100 billion stars. Now, these 100 billion stars, they have power like that sun. In that galaxy. Now we are in that line. Now, our galaxy is just one of the estimated 250 billion other galaxies. How will you understand? I pray that you understand. You cluster of stars, 100 million stars, about tuko ndani na sun yetu iko hapo ndani. There are other 250 billion galaxies like that, with that over 100 billion stars. Bwana siweza. Nilifikiria ile nekulia nikajiuliza. Sasa mbingu na hii maneno huyu Mungu mambo iko namna gani? Mwimbaji mwingine akaimba akasema nitaona lini mji mwema. It looks wapendwa. This God of ours is great. Amen. Na ni heri tuendelee kujichovya na kuingia na kukaa ndani yake, kwa sababu ni mkuu sana. Anatengeneza hii kitu kinaitwa galaxy 1 billion stars, na kila star inakaa kama sun. Jua, kwa sababu zile zingine planet. And ana hizo 100 billion stars, anaunda a column like that, 250 billion zinaitwa galaxies. Oh, how mighty is this God? How mighty. That it sometimes to comprehend, but we just say thank you, God, because through my little knowledge you have made me to understand the Savior Jesus Christ. Uliomlilisha akakufa kwa ajili ya dhambi zangu na nikaokoka, na wewe Almighty God, mimi ni mwana wako. Hallelujah. Amen. Bible says in John 1:12, to them all received him, he gave them right power to become children of God. Wapendwa, sisi ni wana wa Mungu, na hizi story, kama umeokoka, wewe ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Oh, Shandaya Maramakanda. I said last night, I will believe in this God. Amen. I will believe in this God. Amen. Praise the name of the living God. Nitamwamini, come what may. Brethren, Bible says faith comes by hearing. Hear this and hearing the word of God. Let your faith be strengthened. The God you believe is able to do anything. Anything. Kama anaweza kuwa na galaxies over 250 billion. About siko na over 100 billion stars like sun. A sun about tumeona dunia hii yetu inaingia ndani yake 1.2 times million. What are we talking about? We are talking about enormous, a vast, a great thing this God of ours has created. Amen. Amen. Kitu kimebaulu. Hii nchi ni kaketo. Na watu hapa duniani tunaonanga dhahabu, tunapata pesa kidogo, tunapata tu vitu kidogo, tunasahau Mungu wetu. Hati Mungu anakubariki unasahau Mungu, hati kwa sababu umekula ugali umeshiba. Hati kwa sababu umeendesha gari, hati uko na vitu. Wanasema anga uko na vitu. What are we talking about? When you have things, remember there's a God aliyekugawia kakitu ambao haina fraction in his power katika kukupea. Bwana siwe sana. And that's why when we come to pray and telling him our needs, that we get power and we know he is able to do. Kama anashikilia hiyo star moja tu inaitwa sun. Njia ambayo inaweza ingia ndani 1.2 million. Na kuna zingine 100 million, one galaxy. Kama anashikilia pale, detemani chao. Detemani chao. Hallelujah. Hata unasema yeye ni mgonjwa.
unasema mambo yamesikikana. Hadi unasema shetani hapa amenirukia. Ndani yake kala sio atadhamu ndume. Bwana siwe sana. We have a God. Hallelujah. The powerful God. Na wachochea imani yenu ipate nguvu. Mkiwa hapa na mkiwa mbali. Oh, shanda ya maramakani. Mimi nilienda through wiki na nikasikia vizuri ndani ya moyo. Na nikasema lazima mpate. Hallelujah. Romans 1:20. Oh, how much power is there? The Lord wants us to know. Let's go to the word of God. The other time I talked and I found the time had gone without me knowing. Oh my God. I don't know whether you got this. As you get this scripture, Romans 1:20. Romans 1:20. Listen to this. If the sun, diameter yake, ukubwa wake, tukuja kwa vile inchi tunaijua. Tunajua the other side. Maybe ni America, na tuko the other side ikisunguka hivi. Hii inchi yote. Tukijua inaingia kwa jua mara gapi? 1.2 million. Tunajua hiyo, si ndio? Na kama inaingia kwa jua hiyo inaingia mara hiyo. Sun ni kubwa. Tiwa? Sun ni kubwa. Na ile power inatuma kwa dunia ni 330 trillion horsepower. Nenda ukagungu uelewa sana horsepower ni nini. Uelewa power energy, that energy. Sasa hiyo jua ikiwa hivyo ni moja. There are other 100 million suns, stars like that. And that's one. Then with that, then there are of that type 250 billion galaxies, which because of 100 billion stars of suns make a galaxy. Kwa hivyo, hii ni kitu tunahitaji ndani yetu tuingiwe na tuelewe ya kwamba our God is great. That our God is great. Nelo kwa jomo boya. Gona ndo boya kasema kaje bantu kabela nite mao. Somewhere. We are talking about omnipotent God. All powerful God. Amen. Hallelujah. Amen. When you pray, nambi anaosoma vambe ya kwamba the contemplating the universe with all of its complexity and the vastness leaves little room for doubt that it was designed by an all-powerful God. You have no right, no room to doubt this God. No room to doubt. Oh, under Jesus. Amen. Ever we get to when na kwa ninyo na tumapata kitu ni chao. Bwana asifiwe sana. Listen to this scripture. Can you read? New King James. Romans chapter 1 verse 20. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Amen. This scripture proclaims, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead. Can you read in Swahili? Kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Mambo yake yanaonekana tangu yanaonekana. Na kufahamika kwa kazi zake. Yanafahamika kwa kazi. What makes us to see them and understand the kazi yake? Yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Amen. Uweza wake, internal power and his Godhead.
What kile kinafanya tuelewe is eternal power and is God aid ni kufikiria na kusikia hayo mambo yeye yalivyo tangu mwanzo, since the beginning. Therefore, we should be able to look at what is made, the universe, and see God's eternal power and know about his divine nature. Tukiangalia yale mambo nimesema hapo juu, tuone nguvu zake za umilele, Bwana siwe sana, ambao asitaisha, na tuone pia na kuelewa nature yake ya kiungu. When we talk of God as divine power, we should be able to see design and the planning and understand the great power it took to create the universe. Bwana siwe sana. Unaangalia unaona kuna design, kuna program, kuna something. Jua linatoka linamtua, unaona the chlorophyll linachoma matawi yanatengeneza green, na hiyo green inatoa oxygen tuna breathe. Bwana siwe sana. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna forest moja inaitwa Amazon forest. Nilikuwa naisoma. Iko Southern America huko. That forest walikuwa wanasema ukituopewa pale na ndege hivi, ujikuta umeachwa pale, wewe count yourself dead because you will never come out. Ndio kuna vitu ile kubwa, nyoka kubwa, vitu kubwa, mito kubwa, yani trees wanasema kwamba drop inaangukia matawi ya mvua inachukua seconds kama 5 ikiwa inatafuta njia ya kulandi pale pale. Wanasema kwamba Amazon forest ina produce 20% of the oxygen we breathe in the world because inaundwa kwa miti. Na nikaanza kufikiria what goes on inside there in that forest. God in his design is a designer na planning and makes things work for us. When you look at the air we breathe. What are we talking about? Wewe unapumua tu hata ukilala ujui nini inaendelea. There is God who has designed it to move that way wherever it comes. Jesus akasema atujui inatoka wapi, atujui inaenda wapi. It is designed by God, our Father, our God, the creator of all. Bwana asifiwe sana. Let us believe in him. Hallelujah. I pray that when you go the next time before God, you will know whom you are talking to. Amen. Even when you see things like they are not working, that's a story of another day. They have to work. Bible says in Jeremiah, I think 11:29, inasema, I know the plans that I have for you. The plans. Sometimes he is so powerful, he cannot allow some things to work. Some prayers he will not answer until it's designed time, as we said the other time. He knows the plans he has for you. But pray and believe. But his timing, as we said, when you go to him about God to answer prayer, it will come to pass. Kile kibaya ni kutoomba. Kukaa tu nde unangojea utaachwa. Omba. Ita Mungu kile unataka. Mwambie yeye anajua na atakulilisia. Bwana asifiwe sana. Amen. We ought to be able to look up at the heavens and look under our feet and see the tremendous energy that is locked up in the universe. This ought to tell us that God is almighty and that he controls everything. Amen. Kiangalia kile unakanyanga, vile unalala hata ujuangi uko wapi. Unaanza bwana naenda kulala, hallelujah, then unaenda hata ujui unaenda wapi. Unaotaka ndoto zingine hata asubuhi zingine ukumbuki, then unaamka asubuhi nakuta jua limetokea. Naangalia Biblia Eastern inasema kwamba that ikusaidie na inisaidie mimi na wewe tuweze kujua na tuelewe ya kwamba God is the one who's controlling everything. Amen. Na sasa the controller of everything anasema tumuombe. The controller of everything anasema call unto me and I will answer you. The controller of everything says I am with you even to the close of the edge.
The controller of everything is your Father. This is not a story. Si umeokoka. Yeah, na wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Wapendwa, I'm feeling something. Believe God for miracles. Believe God for great things. Nasikia nikishinda kukaa hapo, acha nihame hapa. Psalms 91 verse 1 to 3. Hallelujah. Tunaendelea kuangalia this omnipotent, all powerful God, the creator of all things. Can you read 19? Psalms 19, 91, Psalms 19 verse 1 to 3. Are you there? Please, can you read? Psalms 19 verse 1 says, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Psalms 19, 1:9. Psalms 19. To the chief musician, a psalm of David. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Up to 3. Day unto day utter speech, and night unto night reveals knowledge. Yes. There is no speech nor language where their voice is not heard. Oh yes. Swahili. Kama unaweza. Verse 1. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Did you hear that? Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni kazi ya Mungu. Na Mungu ni nani? Mbingu za ubiri. Mbingu. Sasa kile nimetaja, jua iko namna gani, mbingu, stars, galaxies, hiyo inahubiri utukufu wa Mungu wako. Endelea. Na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Hallelujah. Kwa hivyo jua ni kazi ya mikono ya nani? Nasema kwa nguvu, ni kazi ya mikono ya nani? Na nchi ni kazi ya mikono ya nani? Na wewe ni kazi ya mikono ya nani? When I looked at the heavens, hizo vitu nimesoma, nikaangalia dunia, nikajiangalia, niliona mwanadamu ni kitu kidogo sana. Na nikashangaa hiyo upendo wa Mungu. Hiyo vitu yote zito na mna hii. Yaani anasiweka hapa. Anatuma mwana wake anakuja kwa mimi. Ka kitu kadogo. Mimi na wewe. Yaani ana concentrate on me. This God of ours must be too loving. Ndivyo. Endelea. Mchana husemezana na mchana. Bas. Usiku hutolea usiku maarifa. Kwisha. Amen. Mchana unaongea na mchana. Usiku unatoa maarifa. Endelea. Hakuna usemi wala maneno. Amen. Sauti yao haisikilikani. This is what it means. Hizi vitu vinaongea kuhusu Mungu, asiongei kwa sauti tunasikia. The way they are, the mchana, the heavens, the stars, the sun, the earth, all those zinaongea kuhusu Mungu. Si kwa maneno tunaweza sikia. Are you true? Yes. This proclaims that the heavens declare God's glory, and God speaks of his great power to all nations and the people of the earth. It does not matter what language a people may speak, they all can clearly see the same thing. Why did God create such a large universe? There may be many reasons, but one of the most obvious is to leave mankind without excuse. How can we doubt his power and ability when we observe the heavens? Bwana asifiwe sana. Hapo anataka ajenge hizo vitu na tuelewe vile tumeelewa. 100 billion suns ama stars which make a galaxy and form many 250 billion galaxies with the 100 billion sun stars, which is 1.2 million this earth. Hapo tuache hiyo mambo hiyo hivyo fine. Aliweka hiyo ili mwanadamu duniani asiyai kuwa na excuse. Kuna ngodi anaishi mahali. That's what the Bible says. A fool says there's no God. That must be anthemwe. Mungenge. Ndia ndutume usiku padhe. Life. Leo mwida. With such God building having all that. Na mtu anango ahead and doubt. He must be
must be that person hata Mungu anasema kubreathe na anakufa kwa sababu ni useless. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It is very bad to doubt God. It is a great sin to doubt God. Amen. Yes, never. Ililetwe so that mankind are without excuse. Amen. The heavens speak. Asiongei na mdomo kwa voice. Usiku unaongea, mchana unaongea. Mambo yamefika maandiko yamesema. Sinaongea, sinatangaza utukufu wake. They proclaim that the heavens declare the glory of God. Na inaongea of his power. Anaanza tuasa andumanga hata iwe Yesu. Amen. Please, kama kuna kitu unaamini Mungu akutendee, endelea. Amen. It cannot be compared to that. Ni kadogo. Ati unataka gari utapata the next minute. Ati unataka nini? Pesa utapata. What is that? Yani Mungu anatengeneza jua kubwa namna hiyo. Anakunyima 100,000 shillings. Ya nini? Just believe. Praise the Lord. Amen. God created all things and sustains the whole universe. Therefore, he is the more powerful than all of his creation, both on the physical and the spiritual level. Yes. Did you hear that? Alisiumba na anasiweka. Na hakuna kitu kinaweza kombewa ameumba kinaweza kuwa compared na yeye. Did you hear that? There is more powerful and na hakuna creation which can be compared, whether physical or spirit, the spirit level, spirit realm and the physical. Physical ni sile unaona kama hiyo jua. Kama hiyo jua unaona, si ndio? Jua unasikia, unaona, unaangalia na inji na wewe na watu. Hiyo ni physical. Nguvu zake haziwezi kulinganishwa na zile unaona. Aya spiritual. Unalala kwa nyumba unasikia kitu kinakonga unasema. Unasikia kitu kinatembea kwa baba jipapa. Nasema ninajua. Sasa hiyo ni maspirit. Hizo nguvu zake hawezi kulinganishwa na maspirit. Hizo nguvu zake hawezi kulinganishwa na kile unaona. Hiyo unasimama na unasema wewe nani? Na kuamuru kwenda kwa jina la Yesu. Na unifunika na nduwe. Nalala kabisa. Nalala kabisa. Lakini ukilala unasema ni kama inakuja tena. Sasa you are doubting God and he will not be there. Ukiomba lala. Maana sio sana. Ukiomba lala. There's one brother alikuwa mtoto wake wakianza kukula anaanza kunaita kungaza. Wanaweka chakula chini wanaanza kuombea toka wanalala bila kukula. Wakati chakula nao wakameza kale kama mtoto kalikuwa kagonjwa hiyo kungazuka hiyo sio inaitwa nini. Ndio kanaanza wanaacha kukula. Siku moja huyo ndugu akachoka. Wakati chakula ile wao wa meza kakaanza mama akikashika kumwambia wachana naye. Akamwambia shetani, ngoja nishibe kwanza ili tuonane. Katandika ukali, kakunywa kachai, kunywa maji. Na akatoka akaletoka kwa mtoto. Akamwambia akamwangalia hivi. Huko ile bwana that was the end. Akaomba akakuanguka tena. Anasumbua kukula. Wakati wa kula ndio kanaanza. Listen to this. God created all things and sustains the whole universe. Therefore, he is more powerful than all of his creation, both on physical and the spiritual realm. I wish you can type that one. Hoshaka Yabakata. I tell you the truth. Wapendwa. Ili kutuonyesha you should not fear anything. Amen. Amen. Hizi vitu vyote, heavens, sun, hizo zote ni yeye ameumba. Si ameumba malaika walisukuma kutoka mbinguni wakatuma wa mbinguni, yeye aliumba ama spirit. Hawezi nguvu zao haziwezi kuwa compared na yeye.
Hila vitu tunaona hakuna kinaweza kuwa compared na yeye. He is the most powerful, the creator of all. Hallelujah. Amen. God created all things and sustained the whole universe. Therefore, he is more powerful than all of his creation, both on the physical and spirit level. Hallelujah. Amen. Na tuangalie maandiko. Mimi nasikia nguvu mpya. Mwezi wa Julai. Hallelujah. Amen. Nasikia uwepo, nasikia nguvu, nasikia God, nasikia Jesus. Leo muuliza. Nilizosoma hii imenitia nguvu. Imejaza yani it has filled me. Listen to this. There are two sides to God's omnipotence. The two sides of God's omnipotence is, first, he has the freedom to do all that is consistent with his nature. Second, he is able to carry out all that he needs to be done. Hizo ni vitu ambavyo tunaendelea kujua kama unaandika. God has got two sides of his omnipotence, all powerful. One, he has the freedom to do all that is consistent with his nature. Ako na huru wa kutenda vitu ambao zinaligana vile yeye alivyo, yani is divine nature. Anatenda vile anataka kwa sababu ni God. Amen. Kwa sababu ni God. Sometimes kitu kinatendeka unauliza Mungu kwa nini? Mungu kwa nini? His nature, katika his nature ameamua tu kufanya hivi. Na wasi ukamuuliza ati kwa nini? So you are his creation. Kwa hivyo ako na huru wa kutenda kulingana na hiyo nature. Na ile siku nyingine tulisema kwamba upendo unamrestrain asifanye kitu kinyume. Na hawezi akafanya kitu ambao ni irrational, is not reasonable. Yani yeye nature yake mkumbali kufanya vitu. He can do anything. Lakini upendo wake kwetu na vile alivyo vitu vingine hawezi akafanya. Therefore, he has the freedom, number one, to do all that is consistent with his nature. And number two, he is able to carry out all that needs to be done. I like part 2. All that needs to be done is that which you pray and he has to do it. He is able to carry out all that needs to be done. There are things God needs to do them. He will do them if you pray. Amen. Bible says, ask and it shall be given to you. When you ask that it, you ask that it, the it will be given to you. That it. Hallelujah. He is able to carry out all that needs to be done when we pray. The devil ashindwa kabisa milele kwa jina la Yesu. Anazuia watu wasiombe kwa sababu anajua mkiomba Mungu atatenda kila anastahili kutenda. Kwa hivyo kila kinachozuia Mungu asifanye ni usiombe, unalala. Naanza kuombea kwa mlangoni, Bwana ninakuja mpaka asubuhi. Unakuja wapi? Toa kwa kitanda. Piwa na baridi. Usingisiende uombe. There are things ambao siko mbali na sisi kwa maombi kidogo tu. Na hiyo maombi kidogo shetani amekukata. Kutumba na ndube. Kwa sababu ukometo muliyabu. Sasa kwetendo utaka. Sasa ulikita kutu. Badala ya kuomba. He is able to do. Hizo mbele. Ako na vitu mbili za omnipotence yake. One, he has the freedom to do all that is consistent with his nature. Hiyo anaweza tenda. Na usimuulize maswali. Number 2, he is able to carry out all that needs to be done. Needs to done. Wewe need unahitaji usikuomba na Bwana anatenda. Hallelujah. Amen. Therefore, that's why we have said God's omnipotence is seen in his creation. Amen. We are talking about God's powerful, hallelujah, powerful God who is able
who is a creator and able to do all things, the creator of all things. Therefore, this is seen in creation. The omnipotence God is illustrated in creation. By His will, God brought about the entire universe, as we have seen kwa mapenzi yake. And we read. Na hapo mstari mmoja tunajua sana. Mstari wa kwanza wa Biblia, Genesis 1:1. In the beginning, God created. In the beginning, no was on Biblia. In the beginning, God. Yes, the Bible says so. In the beginning, God. Yes. And when in the beginning God, He came in, He created the heaven and the earth. Which, what we have said, He did it. But in God, in the beginning. Ndiye alikuwa mwanzo, tena akiwa mwanzo kwa sababu hakuwa na mwanzo mwingine hapo nyuma ya mwanzo. Yeye ndiye alikuwa mwanzo. Then God akaumba. Amen. Are you able to screen that scripture? Igor, can you read? Let's read for the sake of Genesis 1:1. Yes. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yes. Hallelujah. Therefore, what we see, the omnipotent God, the all-powerful God, your God created. Amen. Hata wa Yesu. Amen. Anaanza gaya tutende. Tiwa. Atusaidie. Saa ingine sisi ni wenye dhambi wabaya sana. Without Him, naomba Bwana ninakuja wapi? Unakuja wapi? Sio mwambie kile unataka. Ninakuja. Mwambie Mungu wangu, nikumbuke, nibariki mimi. Nasema kwamba kuna Zaburi 33:9. Fungua hapa tuone. Tunaendelea. The creator, God, the powerful God, the creator of all things. 33:9 inasema, For He spoke and it was done. oh yes. He commanded and it stood fast. Wish. Hata iwe Yesu. Amen. Aliongea, it came to be. He spoke, it came to be. Kiswahili. Maana yeye alisema na ikawa. Alifanya nini? Akatoa neno. He said, na ikakuja kutendeka. Endelea. Na yeye aliamuru ikaumbika. Akaamuru na ikaumbika. He spoke and it came to be. He commanded and it stood firm, like this earth. It stood firm. Listen to me, brethren. When you preach to people about Jesus, preach without fear or favor, because you know your God. And when your brother, your sister, your cousin, your neighbor, your friend is not born again, he is useless before God. Mungu ana haja na mtu hajaokoka. Haja leo nayo ni wakati aokoke. Anamgojea aokoke. Lakini wewe ikiwa hajaokoka, ana haja na yeye. Akiokoka ndio anaingia katika system. Lakini amempa nafasi, ndio sababu huyo mtu hajakufa. Amepewa nafasi ili aokoke. Na wewe umetumwa ukamwambie habari ya this almighty God. Na wewe na mimi tunafurahia, tunasema ni mwema. Hainuliwe papa wa mapapa. Tunasikia nguti. Ametenda mema. One of the mema anastahili kutenda ni hao watu waokoke wamjue huyo Mungu. Kwa sababu alisema na sikatendeka. Akakomandi na sikawa sawa. Amen. 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 Haya. Hebu angalia Genesis 1:3. There's another one. Hapo tu hapo mstari wa 3. Genesis. Inasemaje? Then God said, let there be light, and there was light. Kwisha. In the beginning God created the heaven and earth. Verse 3. Then God said. Alianza na nini? Na kusema. Alianza na nini? Na kusema. For He said and it happened. Came to be. He commanded na ikaumbika. Then God said, let there be light, and there was light. Kiswahili? Mungu akasema, iwe nuru, na ikawa nuru. Amen.
nuru na nuru likatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. There's something before we leave there. He told Abraham. Can you look at it? Genesis 17:1. Kuna kitu aliambia Abraham akiongea naye 17:1. Alisema when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Hallelujah. Amen. I am the Almighty God. What are you supposed to do? Walk before me. Walk before me and be blameless. Church, did you hear that? I am the Almighty God, and this is what He's telling us this morning. He is the Almighty God. What does He require for us? To walk mbele yake tukiwa blameless. Amen. Hallelujah. Tutembee mbele yake na tusiwe na mambo ya kuwekwa, yaani kuhesabiwa mambo mabaya. Blameless. Na maisha ya kuishi blameless ni rahisi kwa sababu si wewe. The Bible says it is not by power, it is not by might, it is by the Spirit, says the Lord. Walking before God blameless si nguvu za ugali uwezi, ni nguvu za Roho Mtakatifu. Bible says the Spirit of God knows the mind of God. Roho wa Mungu anajua kile Mungu anafikiria, na ndio anatujulisha. Kwa hivyo ukiwa umeokoka lazima ujuane na Roho Mtakatifu awe juu yako ili akuwezeshe kuenenda mbele ya Mungu ukiwa blameless. Kwa sababu sisi ni wanadamu na shetani anangoja hapo. Acha ni Kaini aliambiwa kwamba na yeye kuoveze kumubia. Dhambi inakungojea hapo tu. So with the Holy Spirit utairuka. Utaenda mbele ya Mungu blameless. Bwana asifiwe sana. Amen. The last bit. Jeremiah 32:27. Abraham alikuwa Mungu akiintroduce kwake, akamwambia I am the Almighty God. Mighty God tunasema inamaanisha the omnipotent God, the all powerful God. Go before me and be blameless. Enda mahali nimekutuma, tembea duniani, fanya kile unafanya na usiwe blameless. Pasiwe na kitu ambao ninakuhesabia ubaya. Tembea mwenye haki na utajua nguvu zangu. I am the Almighty God. And Abraham walked with God, and he was counted a father of faith. And God decided to bless him. Akamwambia atakaye atabarikiwa, atakaye atalaaniwa. Na sisi ni uzao wa Abraham. Atulaanikiki, atuyumanika. Aleo tubariki anabarikiwa, aleo tulaani analaaniwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Now, Jeremiah 32:27. Nasema 32:27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Yes. Is there anything too hard for me? Nothing is too difficult for God. Swahili. Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Wapendwa, tukiwa tunajua Mungu ile mambo ameumba na ile vitu ametenda, with this statement anasema, beyond I'm the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Can you see what he's telling us? He's saying, I can do anything you ask me to do. Hauna nafasi ya kusema kuna kitu ngumu kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wengine wanasema mbona kuna mambo yananitendekeanga, kwa nini? Kwa nini haya mambo yananitendekeanga? Kwa nini? Mungu anajuanga ni kwa nini. Si hata anataka kukujibu. Anajua ni kwa nini. Anasema, "Je,
kuna jambo ngumu kwangu. Kwa hivyo before you say God has refused it, no lele, has refused, no lele, before you say that, angalia ni kwa nini? Kwa sababu kuna sababu. Unaweza kuwa si mwenye dhambi, hakuna dhambi umetenda, lakini anaweza kuwa kuna mikakati na mipangilio mingine na kupangia, anataka kukamilisha. So before you conclude, he does not hear you and listen to you. Kumbuka, he is the omnipotent, the all-powerful, the almighty God. And he says, is there anything too hard for me? Kwa sababu hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. There is nothing too difficult for our God. God said nothing was too difficult for him to do. Anything that can be done, God can do. Anything that can be done, God can do. When somebody can do all things, anything that God can be done, God can do. Can be done, it means that which you pray. It means it can be done. Then God can do. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Let me tell you. Hapa dunia, you can have anything. Kila vitu kitendo ndogo. Uwezi ukamea meno ingine. Hiyo ilifika mwisho. But anything else you can have. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. So when you're talking to God, no, he can give you anything that can be done. Can be done. Meaning, you don't ask ambiguous things. Can be done. Hallelujah! Amen. Nataka tumalizie because time is going. I must give you an example of somebody who did that, and then we finish. Amen. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Osana Bele. I'm looking for some. Okay, let's go to John. Tuangalie tu mfano mmoja wa kuomba. This one moved me. This one moved me. Ilile sukuma. You know the story? John 2:1. John chapter 2 verse 1. That day. Yeah, it is about the wedding cake in Cana. We are talking about the omnipotent God who is able to create. Amen. Who is able to create and the creator of all. Ndio tunaongea. Ameomba vyote na anaweza omba hata sasa. Hata saa hii anaweza akaomba. Read. John chapter 2 verse 1. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Siku ya ngapi? Ya tatu kulikuwa na harusi. Na Yesu I want you to note this before we continue. This was the first miracle Jesus, Son of God, did in this world. Ndio alipumba kwanza. So tulianza in the beginning God. Amen. Na kabla hajaingia kwa ministry, kwa kazi, miracle ya kwanza ni hii, na alitenda kwa kusema. Kwa sababu verse 3 of Genesis tumesoma, and God said let there be light. Na tumesoma katika that 3:9 ya kwamba he spoke and it came to pass. He commanded and it was made. Amen. Sasa miracle ya kwanza still inaanza na kusema. Hebu tusikilize. Verse 2. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Mother was invited, Jesus and wanafunzi. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Ile alikuwa anakujua pale kaisha wine, and then mother kaenda kwa Jesus akamwambia hawana wine. This is what I think, mom. Peonekana it was after 30 years Jesus yakikuwa. Inaonekana this is me. Kuna vitu Yesu alikuwa anatendanga akiwa mdogo mpaka mama anaona huyo kijana anaweza kufanya mama. Kwa sababu this is the first miracle. Kwa nini anaenda anamwambia there's no way? Kwani Yesu ananunanga wine? Kwani alikuwa anataka contribute akanunua? Kuna vitu alikuwa anajua hatujui. There are things that the mother knew about this son of him Jesus we do not know. There's no one. Repeat that one. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. For Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. I like this one.
Mama with our men egiotelema to woman wewe kwa mama Giveti. This is another business. This is another level. Alifikiria ile kijana alikuwa anampigianga ugali anasaidia baba yake kutengeneza mbao na vitanda. Sasa wako kwa harusi anamwambia ile afanyanga vile alikuwa anafanyanga, sio alikuwa anafanyanga nini? Giveti. Ya. Sana. Tunataka Giveti. Ni mimi sasa. Woman, what does your concern have to do with this? My time must not come. And then his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Mark that. Hallelujah. Alipoambiwa woman, mojo mbola. Ajiona ya nungu wezi Yesu no kweka nini? Amen. Kileo weta. Ikayu. Kileo weta. Ikayu. It is about, he said, and let there be light, and there was light. Now the book of John says, nothing was made on this earth without him, Jesus. It was Jesus. Mungu anasema Jesus, and my name. And Mungu anasema, because Jesus was the Word, and the Word was there. The Word was the beginning, and the Word was there. And the dwelt among them, and then the Word, and we have Jesus, and we have Word. Hallelujah. And then the mother said, and whatever he says, do it. Now where do we? Hallelujah, verse 6. Now there were set there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Yes, did you know that? Kulikuwa na pot. Nyungu. Kulikana na taratibu za maharusi siku hizo. Vile ilikuwa za kujiosha Wayahudi na kadhalika. Ikiwa iko na 20 of that gallons. Endelea verse 7. Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Remember, Yesu aliambia na the servant, kile atasema fanyeni hivyo. So they were ready for the voice of Jesus. So what did Jesus say? Fill the water pots with the water, and they filled them up to the brim, because the mother said, whatever son says, do that. Verse 8. And he said to them, draw some out now, and take it to the master of the feast. And they took it. Kwisha. Whatever Jesus says, do that. So alipomaliza akasema ingine. Hakuanza kuomba borosha. No. Nikusema. Alisema weka na akasema chota. Akasema draw some and take it to the master of the feast, the MC. Ule anajuanga hii maneno. Verse 9. When the master of the feast had tasted the water that was made wine. Mark this, tasted the water that was made wine. And did not know where it came from. Hapo ana copy one original. But the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom. Yes, praise the Lord. Just look at him. We are talking about the powerful God, the creator of all, who creates and can create now, as we sit here. Amen. Akasema akalijua yeye akujua akatesti akaingiza kijiko akatesti akainua mwenye chale bridegroom sikiliza tena. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine. There. Endelea. And when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. Hallelujah. Praise the Lord. Akamwita the bridegroom. Yule alikuwa anaoa. Alikuwa ameandaa. Akamwambia hii sio tabia ya shadi. When you have child as good as this, you get the best wine you give people past. And when they don't know what is happening, yani ile pushless one. Sasa wewe umeweka ile nzuri,
uliwaanzisha na ile mbaya. Sasa this is the best. Hallelujah. Amen. The creator of all is our God, the omnipotent. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jesus in this earth alianza kwa kusema. Amen. Alianza kufanya nini? Kwa kusema. Na akaumba wine kutoka kwa maji. Na ikawa kulingana wataalamu wa unywaji. Wanaona nini? Wataalamu wa kukunywa. Wataalamu wa kukunywa kulingana na it was the best. This is your Jesus. This is your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Can we finish with this verse? This one moved to me also, you know it. We finished it. Acts 1:8. Ili uniambie tunasimama wapi sasa. Mungu atatusaidia from here. Sababu tusipokusaidiwa from here, tunamaliza na hii. Acts 1:8. The omnipotent God. Can you read? Acts. But you shall receive power Mm-hmm. when the Holy Spirit has come upon you, Mm-hmm. and you shall be witnesses to me in Jerusalem, Mm-hmm. and in all Judea and in Samaria, Mm-hmm. and to the end of the earth. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You shall receive. Can you say it? You shall receive power. Amen. 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 When the Holy Spirit will come upon you, you shall receive power. Hallelujah. Amen. Listen to this. Jesus, full of power, he started by saying, na akaumba. Now, what is telling us today now? What is saying to us today as we sit here, brethren, tukiketi hapa siku ya leo, wapendwa wateule wa Mungu, kuna kitu Bwana anasema, that we shall receive power when the Holy Spirit will come upon us. God gives us the power of the Holy Spirit in this life to overcome the world, the devil, our own nature, and to do his work. Did you hear that? Did you hear that? Yes. We shall receive power. And up to today, we receive power. And when we receive this power, God gives us that power of the Holy Spirit in this life. About to go now, sasa. To overcome the world, kwa sababu kuna majaribu yake. The devil ako na majaribu yake, and our own nature, mili yetu iko na majaribu yake. To do his work, tushinde shetani, tushinde dunia, na tushinde nature yetu, ili tutende kazi ya Mungu. Tuwe na nguvu, tunasema na mambo yanatendeka. Unatamka mambo yanatendeka. Unaita Mungu na anatendeka. Unakemea shetani anaenda. Unaamuru na inatendeka. Maandiko yanasema Psalm 33:9, he spoke and it came to pass. God is giving us this responsibility of speaking and it comes to pass. God speak, God present, God say it. Hallelujah, ndio mumida. Hallelujah yani. Amen. Tusimame na miguu yetu. Tusimame na miguu yetu wapendwa. Maandiko yanasema midomo yetu inabeba kifo na mauti. Unaweza ukatangaza ukasema, mulimi unabeba kifo, unabeba uzima. Unatangazia mtu akikufa anaishi. Hallelujah. Amen. For he spoke and it came to happen. Na Yesu akasema, yaseni yungu. Na Maria alijua ya kwamba Yesu akisema inatendeka. Amen. Hallelujah. Na Maria akasema kwa wanafunzi, kwa wafanyikazi, kile Yesu atawaambia, fanyeni hivyo. Ndio nawaambia marafiki zangu, upande ule mwingine, kama upande wa Catholic, ya kwamba Maria anasema, kile Yesu anasema, tufanye hivyo. Na Yesu anasema katika John 14:1, I am the way, I am the truth, I am the life. Na hakuna mtu atakayemwona Mungu ila kupitia kwangu. Yesu kile anasema, Maria anasema tuseme, tufanye
kufanya hivyo. Anasema nasimama mlangoni, nikibisha ukifungua nitaingia. Kwa hivyo Maria anasema kile Yesu anasema tufanye hivyo. Haleluya. Akasema jaza, wakajaza. Akasema chota, wakachota. Haleluya. Na Yesu akasema Roho atakuja kwenu na mtapata nguvu, mtakuwa mashahidi yangu, mtasema, mtaenda mkisema na vitu vitatendeka. Wapendwa, si kesho, ni leo. Amen. Say it. Neno angalia kuku zako. Uitabidi useme mwesiama tumemuna na mwipiki hapo. Haleluya. Angalia shamba, waambie wewe utakula manenge hapa. Say it. Umba. Psalms 3:9. He said and it came to pass. Amen. Hallelujah. Say it. What you want? Galia mtoto wako mwidugize. From today kila unataka wewe ni mtu wa Mungu. Wewe utafanya hivi. You speak. Umba. Hata wewe. Kama ukiona akikusikia na kutukana, akilafu, ukanene ukamwe ukome Jehova. Kote mbabu kome temuzuku miangai. Egede kola. Kila unataka wewe engineer. Baba kome te engineer. Umba say amen. Hallelujah. Say it. Say it. Because the omnipotent reigns. The omnipotent lives with you. Hallelujah. Amen. The omnipotent reigns. Through the Holy Spirit, we create. Through the Holy Spirit, powers of the world we destroy them by saying, through the Holy Spirit, powers za dunia, za devil na za mbili yetu. Kwa sababu mwanadamu ako na adui tatu: ulimwengu, shetani na miili yetu. Na Bwana ametupa nguvu za Roho Mtakatifu. Tutamkie ulimwengu ushindwe, tutamkie shetani ashindwe, tutamkie miili ishindwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Oh, wewe ni Bwana. Amen. Hallelujah. Wewe
the colors, the sun, the world, the things. And that, when he said he created, and he has given us the power to create, ask God that power to operate in you from today. He said, I am the mighty God. Walk before me and be blameless. Inua mikono yako, umwambie Bwana nikumbuke. Hizo nguvu za kuomba, hizo nguvu za kuomba ziliinika mwezi wa 7, kuanzia mwezi huu kuendelea. Nguvu za kuomba, nguvu za kuomba. Neno la Mungu likasema, Zaburi 39:9, ya kwamba alisema na ikatendeka. Alisema na ikatendeka. Ambia Bwana, unataka hizo nguvu, hizo nguvu za kuomba, hizo nguvu za kuomba, hizo nguvu za kutenganisha, hizo nguvu za kuomba, hizo nguvu za kutenganisha, hizo nguvu za kuomba, hizo nguvu za kutenganisha, kwa sababu Roho Mtakatifu hako juu yako, na kama yuko juu yako, mwambie Bwana akupe Roho Mtakatifu, mwambie Bwana akupe Roho Mtakatifu, atakusaidia kuendea mbele ya Bwana ukiwa blameless. Utatangaza jambo na litatengeneka. You shall begin a thing. Utatenda jambo, utatangaza jambo. Oh John 22:28, utatangaza jambo na litatendeka. Tembea mbele ya Bwana kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Mwambie akuwezeshe, mwambie akupe Roho, mwambie akushikilie, mwambie akuwezeshe, ukaombe, ukatangaze, utatendeka. Urabashika yama. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana tenda na sisi. Tenda na sisi Bwana. 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 Tuko mikononi mwako. Oh, in the name of Jesus. Urabarabara msika. Nataka mikono yote ikiwa juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Asante kwa kunipenda asante kwa kunipenda. na asante kwa kunijulisha Asante kwa kunijulisha vile wewe ulivyo. vile wewe ulivyo. Wewe muumbaji wa vyote, Wewe muumbaji wa vyote. hauwezi ukashindana na kitu ulioumba. Hauwezi kushindana na kitu ulioumba. Unaweza tenda kile unataka kutenda, Unaweza tenda kile unataka kutenda. na unaweza ukatenda kile unafikiria kutenda. Unaweza tenda kile unafikiria. Sasa nimekuamini, Sasa nimekuamini. nimepata nguvu. Nimepata nguvu. Ninakuomba jambo moja, Ninakuomba jambo moja. nipe nguvu Nipe nguvu za Roho Mtakatifu, za Roho Mtakatifu. za uumbaji, Na uumbaji. kwa sababu ulisema Kwa sababu na ikatendeka. na ikatendeka. Na mimi nakuwakilisha, Na mimi nakuamini. naomba nikaseme Naomba nikaseme ile inalingana na wewe na ikatendeke. Nakataa shetani na napokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kuanzia leo nitaumba, nitasema, nitatangaza na itatendeka kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Mkono ukiwa juu. Baba, katika jina la Yesu naweka watakatifu wote mikononi mwako. Naomba Mungu ukaweze kuwafikia kulingana na hii neno na ukuu wako na vile tumekujua Bwana. Hatuna neno, umetueleza kwamba hakuna nafasi ya kukudauti. Naomba doubt sikawe mbali na sisi, kwa sababu tumejua wewe ndio Muumba. Mwezeshe ndugu na dada aliye hapa anasikiliza, rafiki wetu mbali na karibu, mshirika mlima wa ibada wa ndani wa internet na wale walioka nyumbani, mahali popote. Naomba nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za kuumba Bwana, kuanzia leo basi iwe kizito na kikubwa mbele ya mteule. Unasema you are the Lord God Almighty. Is there anything too hard for you? Hakuna kitu kikubwa mbele yako. Tutatembea. Naomba kila mmoja akatembee, na kila mmoja mikononi mwako akatembee akiwa na ushindi. Hata wakati watu dunia imejaa virus ya kuua, tutatembea na tutashinda hiyo virus katika jina la Yesu Kristo. Tutatangaza na itatendeka. Tutatangaza corona virus inakufa kutoka kwa mizizi yake, na inakufa, haitakaa, itaisha, haitakaa, itaisha katika jina la Yesu Kristo. Kama ni mgonjwa, uponyaji ni wako
sahi katika jina la Yesu. Walio hapa nambari, shika mahali magonjwa, nakemea maradhi, nakemea magonjwa, nakemea maumivu. I rebuke sickness and disease. I command you go in the name of Jesus. Kama hujaokoka unataka Yesu akuokoe, inua mkono wako. Mungu akubariki. Yesu anakuokoa sahi. I want you sister to stand behind that brother. Nataka uombe hii maombi nyuma yangu. Ukiwa hapa sasa, ukiinua mkono hapa, na wale mlio nyumbani, kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili utatamka na kinywa chako. Yesu ataingia moyoni mwako sasa. Oh haleluya. Simama hapo tu. Oh haleluya. Sema nyuma yangu na tumsaidie. Semeni, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru. Kwa sababu Yesu, Kwa sababu Yesu, wewe ni muumbaji. wewe ni Muumbaji. Uliumba mbingu na nchi. Uliumba mbingu na nchi. Uliumba hata maji ikawa pombe, ikawa wine. Uliumba maji na Na sasa Yesu, niume sasa. Nafungua maisha yangu kwako Yesu. Karibu moyoni mwangu. Niumbe, niwe kiumbe kipya. Nitengeneze, niondolee ubaya na uovu. Nifanye mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Lord Jesus, I open my heart to you. Come to my life and save me now. In Jesus' name. Kama umeomba maombi, inua mkono. Baba, katika jina la Yesu, namwombea ndugu yangu hapa, amekukiri na kinywa chake. Natangaza maisha ya wokovu, amefanyika mwana wa Mungu. Mashetani na mapepo kurudisha nyuma, yakashindwa, umemwokoa leo. Na wale wamesikiliza wakaomba kwa mbali, na waombea kuendelea na kukaa ndani yako. Watakasikia mkanda huu, wakisikia na kukiri, waokoe na wao. Nguvu za Roho Mtakatifu za kuumba siwe juu ya ndugu yako, siwe juu wapendwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Piga Yesu makofi. Mikono kiwa juu zote. Baba, walinde watu wako na watetee wiki na mwezi huu wa 7. Sema amen. Amen. Mungu awalinde. Amen. Mungu awatetee. Amen. Mungu akatembee na ninyi. Amen. Mkaende mlemlesi. Amen. Akawajaze Roho. Amen. Mkashinde dunia. Amen. Mkashinde shetani. Amen. Mkashinde miili. Amen. Mkashinde giza. Amen. Mkashinde korona. Amen. Mkatembee washinde mwezi wa 7 kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Sasa kesho tutaongea nawe baadaye. Oh haleluya. Tunaweza tukamtolea Bwana. Chukua sadaka. Oh haleluya. Chukua sadaka. You want to pray for the offering. Kuwa mwaminifu kutoa sadaka. Kuwa mwaminifu kutoa fungu lako. Kuwa mwaminifu kutoa shukrani. Kutoa malimbuko shambani. Oneza ni kwasi. Ete usio wambe mwanga. Chukua bahasha, weka fungu lako. Mapato yako sehemu ya 10 ni takatifu na ni ya Mungu, si yako. Ile yako ni 9%. Ukifanya hivyo unabarikiwa. Tenda. God, Mungu anasema Mungu anaweza tenda kila anaweza tenda. Anaweza tenda kila anastahili kutenda. Na atatenda hicho wewe ukitenda kile chako. Tembea mbele ya Bwana blameless. Akamwambia Abraham, I am the mighty God. Go before me blameless. Kutoa fungu la 10 ni kutembea mbele ya Mungu blameless. Kama unataka kutembea blameless ukiwa na blame, kama unataka kutembea mbele ya Mungu ukiwa na blameless, toa sadaka vizuri, toa fungu la 10 vizuri, toa malimbuko, toa shukrani, utakuwa blameless mbele ya Mungu. Inua kwa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuturuhusu kustream live on behalf of our brothers and sisters wakiwa mbali na karibu. They are giving now fungu la 10, wengine wanatoa hapa live, wengine wanatoa live. Bwana, katika paybill, naomba kila mmoja akitoa ukambariki, wafungulie milango ambayo hawajawahi kujua. Hii corona isiwahi kumgusa any one of us. Tetea wateule wa mlima huu, tetea wateule wa mlima huu wanakuwa mbali na karibu.
Tetea marafiki wa mlima wa ibada washindanie, kubali matoleo yetu na ukatubariki kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Tutaimba tukiendelea kutolea Bwana. Endelea. Oh, hallelujah. Talete hapa mbele ukiwa na kula into your throne room, let me see your beauty, Bwana kubariki. let me see your face. So take me into your throne room, let me see your beauty, let me see your face. Beautiful, glory, glorious, you are, beautiful, glory, glorious, you are. Thank you, Lord. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tusimame zote. Tunakushukuru kwa nafasi ya kuingia kwa nyumba yako na kustream live. Tunakushukuru kwa sababu network umeshikilia. Wapendwa wameona akiwa mbali na karibu wamebarikiwa. Tunakushukuru, tumetoa sadaka, tumetoa malimbuko, tumetoa fungu la 10 na ninaishika hapa. Naomba baraka za fungu. Kakemee maadui wa wapendwa. Wafungulie milango mwezi wa 7 ambao hawajawahi kuiona. Open the doors and the windows of heaven and the pour blessings for these tithers, as you have said in your word. Mungu, wale wanatoa fungu la 10 kupitia kwa paybill pia, kemea adui wa vitu vyao na wafungulie milango na madirisha, wamwagie baraka. Mbali matoleo yetu leo na ukatutendee Bwana, ile kazi ama matoleo atatenda, Mungu ikabarikiwe. Hii shamba imetoa malimbuko, isiyaikosa mazao kwa utukufu wa jina lako. Bwana, tunakuamini. Kenda maliza ibada hii na kuelekea wiki hii. Bwana, tukimaliza tukiingia wiki hii ya pili, sehemu ya pili ama ya kwanza ya Julai, tuomba tukakuone, ukatutea, ukatupiganie. Tumwombea rais wetu wa Kenya, kile anatangaza kesho kikalete utukufu kwa Injili. Tunakataa shetani. Tunaomba Roho Mtakatifu ukakontrol rais, akaseme mambo atakayokutukuza kwa Injili. Kwa jina la Yesu, tetea kanisa, tetea wahubiri, tetea nchi yetu. Bwana, tunakupenda. Tubariki nawe nasi. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Unaweza sema neema? Haya, now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom.